sana kwa karibuni sana kwa episode yetu ya leo. So leo tuko na wewe hapa. Tungependa kuuliza maswali chache. Kwa huu muda ambao rais wetu amekuwa kwa kiti, unahisi kama amefanya kazi ya kutosha? Mimi kia ningesema hakuna kazi amefanya, kwa sababu yeye mambo ametuaidia aja fanya hata kitu. Tena kutoka wakati ule tumemchagua, tumemfanyia campaign, na hiyo wakati nakumbuka ameenda na pesa yetu, na hiyo siku ingepotea hivyo. Lakini kutoka wakati huyo tulikuwa tunafikiria mambo itakuwa sawa, lakini hata tuaidia mambo mingi na hakuna kitu amefanya. Mimi kia ningesema kutoka wakati huyo yeye ni kuaidia watu mambo na hakuna kitu anafanya. Sasa kia ningesema kama Mungu anaweza mgusa, kama vile tunaobaga kanisa, amguse na afanye mambo kuigana vile Mungu anataka, sio yeye vile anataka. Kama kunawezekana Mungu amguse tu, kwa sababu hiyo miaka 3 hakuna kitu amefanya, kusema ukweli. Sasa kuna wale watu wenye wanaweza sema muda bado haijaisha, tumpatie muda. Unahisi kama hii time imebaki kabla ya uchaguzi ujao itatosha yeye kutimiliza ahadi ambazo alikuwa ameweka? Mimi naona hata hiyo wakati hiyo miaka 2 imebaki hakuna kitu. Yani kama anataka kuwa amefanya kitu, labda afanye kitu kidogo, lakini hawezi kamilisha yote, kwa sababu anaweza fanya kitu kidogo ndio afute watu, ndio afanye aitishe kura, kwa sababu anajua hiyo ni wakati wa mwisho. Sasa sioni kama atakuwa na timiza yote. Sasa kama ungepatiwa muda, umpatie wasia wote, any advice umpatie yeye, ungemwambia nini? Mimi kia ningemwambia kama Mungu anaweza mgeuza, afanye kazi vile inafaa, sio kufanya vile yeye anataka, kwa sababu mambo mingi anafanya vile anataka. Kama ni kampuni ya maua, nilikuwa naona kwa TV watu wamesema hii maua tulikuwa tunauza, sasa tukapata pesa. Hii maua tukienda kuweka, tutaenda tuweka jikoni hivi ikue chakula. Hivyo ndio nilikuwa nasikia watu wakisema, lakini hapo hakufanya mzuri. Hata uwajani wa nini huko nani kunaitwa aje hiyo uwaja ndege, hata huko ameuza. Sasa huyo mtu sioni kama akona huruma na watu wa Mount Kenya ama yani Mount Kenya yote, sioni kama akona huruma. Na hivi karibuni anafaa kuja matembezi area Mount Kenya. Unaonaje hiyo agenda? Yeye akikuja tutamkaribisha kama vile mgeni anakaribishwa. Akikaribishwa anaambiwa kutoka hapa hujafanya hivi, kutoka hapa hujafanya hivi, namna hiyo. Yeye akisikia ni mzuri, yeye ndiye ataamua. Akiona sio mzuri, yeye ndiye ataamua. Lakini mtu anaambiwa kwa kitu unakubali, lakini ukienda mahali unaenda hiyo kitu unatoa kwa kwa mafikio yako, unasema hao ni kuongea tu, anaongea muda ipite. Asanti sana kwa muda wako. Kuna kitu yote ungependa kuongeza? Kitu ya ningesema yeye akikuja watu watamkaribisha mzuri, hakuna vita itakuwa. Lakini pia ningemwambia asikuje na mambo yote yeye anafikiria namna hiyo, na akuwe na huruma, na akuwe na nini na upendo kwa watu, na asiongee vibaya. Asante sana kwa muda wako. Thank you so much. This has been the episode for today. Be sure to tune in for more episodes.